Bwana Yesu apewe sifa. Jina langu naitwa Elia Emmanuel Ndoda. Siku ya leo tutajifunza kichwa kinachosema nifanye nini ninapopita katika mazingira magumu. Nifanye nini ninapopita katika mazingira magumu. Basi kabla tujaendelea, tupate kumshukuru Mungu kwanza. Yehova Mfalme, wewe ni Mungu mwenye nguvu, ni Mungu mwenye uweza, ni Mungu naishi. Asante Bwana kwa sababu neno lako ni uzima, neno lako ni taa, neno lako ni mwangaza, neno lako ni nuru. Mungu uliye hai, katika jina la Yesu, asante kwa sababu neno lako hutupa majibu mahala ambapo hapana majibu, hutoa uzima mahala ambapo hapana uzima. Tunakushukuru Bwana. Asante kwa sababu neno lako linazidi kusema kwamba wewe ni Mungu tufundishaye ili ya kwamba tupate faida. Acha Bwana katika neno hili tukapate faida kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Mungu, pokea sifa na utukufu kwa sababu utatuelewesha, tutaelewa. Utasema na sisi nasi tutaelewa kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Pokea sifa na utukufu Mungu, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Basi tutaanza na andiko ambalo linapatikana kwenye kitabu cha Injili ya Yohana mlango wa 16 na mstari wa 33. Biblia inasema, hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Hilo ndilo andiko ambalo tunaanzana nalo, ambalo Yesu alikuwa akizungumza na wanafunzi wake, akiwaambia kabisa kwamba yeye katika kuimaliza kazi yake kwamba ameweza kuushinda ulimwengu, lakini akawaambia kwamba wajipe moyo kwa sababu ndani ya dunia tuliomo kwamba kuna dhiki mbalimbali, kuna mambo mbalimbali ya kuumiza. Alijua kabisa kwamba watakutana changamoto nyingi, watakutana vikwazo ambavyo amkini watafika mahala wataona kwamba hawako na Mungu tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jambo la kwanza ambalo tunajifunza kwamba lazima tujue kwamba mazingira kuwa magumu ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Mazingira kuwa magumu ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Kwa changamoto, shida na dhiki si ishara ya kwamba Mungu amekuacha, bali ni sehemu ya safari ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unapopita katika changamoto mbalimbali au katika shida mbalimbali, usiweze kushituka. Unapopita kwenye majaribu usishituke, na cha kufanya tu kwamba lazima uyakubali kwa macho ya ndani, kwa macho ya rohoni. Kubaliane kwanza na yale mazingira ili uweze kutafuta mwafaka namna ya kuyashughulikia hayo mazingira. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili, mtafute Mungu kwanza. Jambo la pili, mtafute Mungu kwanza. Wakati wa shida tunatakiwa kumtafuta Mungu badala ya wanadamu. Hilo lazima tulijue kabisa kwamba wakati ambao tuko tunapita kwenye shida, ni muhimu sana tukamtafuta Mungu. Ni muhimu sana tukamtafuta Mungu badala ya wanadamu. Wako watu wengi ambao wamekuwa badala ya kumtafuta Mungu wanapopita katika shida, wanaanza kutafuta ndugu, wanaanza kutafuta marafiki. Lakini kumbe kabla ya hao, pamoja na kuwatafuta hao, lakini ilipaswa kwanza macho yako na moyo wako umwelekezee Mungu, umwangalie Mungu. Kwa wakati kama huo ulitakiwa uangalie Mungu kwanza, ili uone kwamba Mungu atafanya nini juu yako. Na hata kitazama moyo wako aone kabisa kwamba moyo wako hujawekeza kwa watu wengine. Unakuta wengine wanawekeza hadi kwa waganga, unakuta wengine wanawekeza kwa ndugu, unakuta wengine wanawekeza kwa marafiki. Marafiki wana tabia za kuchoka, marafiki wana tabia za kukata tamaa. Marafiki wakati unapitia kwenye mazingira magumu, naweza kushangaa hata marafiki wengine wanageuka, wanasahau kwamba ulikuwa rafiki yao. Wanaweza kugusema kabisa hata kwa marafiki wengine. Kwa si wa kuamini sana moja kwa moja. Kwa hiyo cha msingi
mimi nakuasa kwamba umtafute Mungu. Tusome pia kitabu cha Zaburi mlango wa 50 na mstari wa 15. Biblia inasema, ukaniite siku ya mateso, nitakuokoa, na wewe utanitukuza. Narudia, ukaniite siku ya mateso, nitakuokoa, nawe utanitukuza. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona mwandika Zaburi anavyozungumza, anazungumza kwamba ukaniite siku ya mateso, kwamba umuite siku ya mateso, kwamba alijua kwamba kuna nyakati ambazo utapita kwako zitakuwa siku za mateso, zitakuwa siku za dhiki, zitakuwa siku za shida. Anasema kwamba umuite naye atakuokoa. Kwa anasubiria umuite ili aweze kukuokoa. Kwa usinyamanze kimya, usiende mkono wa kushoto wala wa kulia, isipokuwa macho yako yote umwangalie Mungu, naye atakuokoa. Anasema atakapokuokoa na wewe utamtukuza. Kwa shida yetu sisi wanadamu, tunatazama kwa namna ya kawaida, tunatazama kwa namna ya kibinadamu, tunatazama ndugu. Watu wengi unakuta anapopita katika mazingira magumu, anaanza kuangalia marafiki wenye uwezo, anaanza kuangalia waganga, anaanza kuangalia wengine wanafika mbali hadi wanaenda kutambika. Kwa hiyo haiwezi kukusaidia, isipokuwa kitu ambacho kinaweza kukufaa ni kumtafuta Mungu kwa bidii. Na katika kumtafuta Mungu ni muhimu sana uombe, wakati mwingine ufunge, soma neno la Mungu na kulitafakari. Na hiyo ndio ambayo itasaidia kuimarishwa kwa imani yako. Kwa utaimarisha imani yako kupitia kutafakari neno na kulisoma. Bwana Yesu asifiwe. Na vile ambavyo unazidi kuimarika, ndivyo ambavyo Mungu anazidi kuwa na wewe karibu zaidi. Haleluya. Tuangalie jambo lingine la tatu la kuzingatia, kuwa na subira. Jambo la tatu ni kuwa na subira. Kwa mazingira magumu ni darasa la uvumilivu. Lazima hilo ulijue kwamba mazingira magumu huwa ni darasa la uvumilivu. Lazima uweze kuwa na subira, na katika kuwa na subira lazima mahala hapo pawe na uvumilivu. Kwa ni muhimu sana, haijalishi ni muda gani ambao umepita, haijalishi umekaa kwa muda gani, lakini uvumilivu ni kitu cha muhimu sana. Bwana Yesu asifiwe. Ni kitu cha muhimu sana. Kwa hiyo ni ombi langu kwako kwamba usivunjike moyo ukakata tamaa ukaona kwamba ndo umeisha. Hapana, wala hujaisha, wala hujafika mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Basi tusome katika kitabu cha waraka wa Yakobo mlango wa 5 na mstari wa 7 na wa 8. Biblia inasema, kwa hiyo ndugu, vumilieni hata kuja kwake Bwana. Tazama, mkulima hungoja mazao ya nchi yaliyo ya thamani, huvumilia kwa ajili yake hata yatakapopata mvua ya kwanza na ya mwisho. Nanyi vumilieni, mdhibitishe mioyo yenu, na kwa maana Mungu kwake Bwana humkaribia. Narudia mstari wa 8. Nanyi vumilieni, mdhibitishe mioyo yenu, kwa maana kuja kwake Bwana kumekaribia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona kwamba ametolea mfano wa mkulima. Mkulima ni mmoja ambaye pia huwa na uvumilivu sana. Tangu anapanda kwa imani, kwanza anaandaa mashamba kabla hata mvua hazijaanza kunyesha. Lakini pia ile mbegu ambao ni mazao mazuri kabisa, anaweka kwenye ardhi, anafukia, badala ya kula yeye anafukia. Anakuwa na imani kwamba mvua itanyesha. Hata vitakapoota atasubiria hata mwisho, atavumilia, atasubiria hata mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ndivyo ambavyo ilivyo hata sisi wakati ambao tunapita katika mazingira magumu, ni muhimu sana kuvumilia, kusubiria, kuwa na saburi, ili kusubiria hadi pale ambapo Mungu atakapotutokea tena. Kwa ile subira
hutufanya kuwa na imani na hutukomaza kuwa na nguvu za kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa usifanye maamuzi ya haraka kwa hasira au kwa kukata tamaa. Subiri wakati wa Mungu. Wengine imewapelekea mbali kuvunja ndoa zao kwa ajili tu kukosa uvumilivu. Wamekosa mtoto kwa muda mrefu, wameachana tayari. Si hivyo tu, wameenda kwa waganga, wamepata mimba kwenye madhabahu za kiganga. Wale watoto wanaozaliwa, wengine unakuta anazaliwa mtoto ambaye hasikii, haambiliki. Ile ni roho nyingine, kwa sababu amepandwa kutoka kwenye madhabahu za giza. Kwa akija haji mtu wa kawaida, anakuja akiwa amevuviwa na nguvu za ulimwengu wa giza. Kwa moja kwa moja ile ni zawadi ambayo inakuwa imetoka kwenye mapepo moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtanisamee wale ambao mmeenda huko na mkapata watoto, lakini kiukweli unajaribu kuchunguza mtoto ambaye ametoka kwa mganga, ambaye ametokana mganga kabisa. Mtu alikuwa amefungwa, waganga ndo wakashughulika, mtoto akatokea. Lazima ukutane kwamba mtoto hawi na hali ya kawaida. Kama unaye mtoto huyo, jaribu kumchunguza. Jaribu tu kuchunguza, halafu utaweza kuniambia. Hawawi hali ya kawaida. Wengine hawasikii kabisa. Wengine wana tabia ambazo sio za kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni muhimu sana kumwelekea Mungu. Kwa viwango vikubwa ni muhimu sana kumwelekea Mungu. Tuangalie jambo lingine la 4. Jifunze somo lilofichwa kwenye hiyo changamoto. Kwa kila changamoto anayopita mwanadamu ina ujumbe au funzo ndani yake. Hakuna changamoto ambayo mtu anapita isiwe na ujumbe. Changamoto yote anayopita mwanadamu ina kitu ambacho Mungu anasema na huyo mtu. Ina maelekezo ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie kwenye kitabu cha Warumi mlango wa 8 mstari wa 28. Biblia inasema, nasi twajua kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Bwana Yesu asifiwe. Na ujue kwamba Mungu hawezi tu kuruhusu changamoto bila sababu za msingi. Kwa ni muhimu sana kujiuliza kwamba Mungu anataka nijifunze nini kupitia hali hii. Ni muhimu sana kwamba Mungu amekusudia nini? Ni nini ambacho anataka Mungu nijifunze kupitia jambo hili? Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia niweze kuzungumzia jambo la 5, ushirikiane na watu wa imani. Kwa usipitie changamoto ukiwa peke yako. Kwa sababu wengi wamekaa nazo changamoto wakiwa peke yao. Imetokea madhara makubwa sana. Lakini pia katika kushirikisha, lazima uhakikishe unashirikisha watu wa Mungu. Watu ambao ni wa kiroho. Watu ambao wanamtafuta Kristo. Watu ambao wameokoka. Watu ambao unajua kabisa hawa wanaweza wakakupa msaada. Maana kuna wengine unaweza ukawashirikisha hata kama ni marafiki zako, hawatakupatia kitu kingine zaidi ya kukuongelea vibaya. Hawatakusaidia kitu kingine badala ya kukucheka. Hawatakusaidia kitu kingine zaidi ya kukukebehi. Hawatakusaidia kitu kingine badala ya kukutangaza. Kwa ni muhimu sana uangalie watu muhimu ambao wanaweza wakakusaidia. Na watu ambao wanaweza kukusaidia ni wale ambao wameokoka. Wale ambao tumaini lao ni Mungu. Wanaweza kukuelekeza kwa Mungu. Wanaweza kukushauri, kukuombea. Kwa kimsingi shirikisha watumishi wa Mungu na marafiki wa kiroho na familia ambazo ni za kiroho, ambazo ni watu wa kiroho. Ni muhimu sana kuwashirikisha watu kama. Kwa uangalie kabisa kwenye kushirikisha iko changamoto, na changamoto ni watu sahihi. Ni muhimu sana uangalie watu sahihi. Si marafiki ambao unacheka nao kila siku. Wanaweza kawa marafiki, lakini watakapopata habari zako mbaya ukashangazi na sambaa. Kwa katika eneo hilo ni muhimu sana ujue kwamba lazima uangalie watu ambao unaweza ukashare nao
katika changamoto ambazo unapitia. Lakini muhimu pia kumbuka, usibaki nalo peke yako, usilibebe peke yako. Hilo litakupeleka pabaya ukilibeba peke yako. Ni muhimu sana ukashirikisha. Huwezi kubeba mwenyewe, shirikisha. Unaposhirikisha kuna mzigo unatua. Unaposhirikisha kuna namna ambavyo ndani unapona mwenyewe. Kwa unajiponya mwenyewe kwa njia ya kushirikisha pia. Lakini pia unaposhirikisha watu wanakuombea. Wanapokuombea Mungu anasikia, anaposikia anakujibu. Kwa hiyo unaweza kutoka kwenye changamoto kupitia watu wengine pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tuangalie kwenye kitabu cha Mithali mlango wa 17 na mstari wa 17. Biblia inasema kwamba rafiki hupenda siku zote na ndugu amezaliwa kwa siku ya taabu. Nirudie. Rafiki hupenda siku zote na ndugu amezaliwa kwa siku ya taabu. Kwa ni muhimu sana kujua kwamba marafiki huwa wanatupenda, lakini anasema ndugu anayezungumzwa hapa sio ndugu tu yule kuzaliwa naye, lakini wale ambao wako katika imani, wale ambao wako katika mnyororo wa upendano wa kiungu, hawa ndio ambao wanazungumzwa kama ndugu, kwamba amezaliwa katika siku ya taabu. Si ndugu wa kuzaliwa wote. Anaweza kawa ndugu wa kuzaliwa na akafurahia mateso yako. Anaweza kawa ndugu ambao umezaliwa pamoja, au akawa ni baba mdogo, akawa ni shangazi, lakini unapopita katika mazingira magumu akafurahia na akacheka, kawa ni wa kwanza kutangaza hata kwenye familia. Kwa hiyo huyo sio ambaye anazungumzwa, lakini wale ambao wako na hofu ya Mungu, wale ambao wanamtafuta Mungu, wale ambao wamejaa huruma za kiungu, wale ndio ambao tunawazungumzia hapa. Jambo la 6, tumaini mwisho bora. Ngoja tusome kwenye kitabu cha Yeremia mlango wa 29 na mstari wa 11. Biblia inasema, maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Unaona anavyozungumzia. Kwa anasema kwamba maana nayajua ninayowawazia, kwamba yeye anatuwazia yaliyo mema. Anakuwazia Mungu mawazo mazuri, kwamba kuleta tumaini katika siku zenu za mwisho, kwamba siku zinakuja ambazo ataleta tumaini kwako. Kwa ni wewe unapokuna kata tamaa, kumbe Mungu amekuandalia portion iliyo nzuri. Unapokuna kata tamaa, wavunjika moyo, unaona giza, huoni mahala pa kwenda, unaona hali iliyo ngumu, yamkini ni maisha, yamkini ni afya, yamkini ni watoto, yamkini ni ndoa, yamkini ni eneo la kazi, au jambo lolote lile ambalo linakuzingira ambalo kwako limekuwa kwako ni kama changamoto. Kwa hiyo Mungu katika jambo hilo anasema kwamba naliona, na katika hilo anakuwazia habari ya amani, lakini anakuwazia mambo yaliyo mema, kwamba sio mabaya. Maana yake nini? Maana yake kwamba hayo unayopitia hayatakuangamiza. Hayo unayopitia hayataweza kukuporomosha kiasi kwamba utadondoka kabisa. Hapana. Hali ngumu kwa muda, lakini mwisho wake ni ushindi na baraka. Kwa tumaini kwamba anaruhusu kwa muda fulani, lakini mwisho wake ni ushuhuda na baraka. Kwa hilo giza unaloliona kwenye maisha yako, ni wakati yamkini leo kwako ni wakati wa usiku, ni wakati ambao ni wakati wa shida, ni wakati wa giza katika wakati huu. Lakini acha nikwambie, majira yanakuja ambayo giza kwako litaondoka. Kwa shikilia imani kwamba giza litapita na nuru itakuja. Giza litapita kwenye maisha yako. Hayo unayopita leo ni giza, lakini nuru inakuja kwako very soon, inakuja. Kwa wakati ambao si mrefu nuru itakuja. Cha msingi ni kuomba, kufunga, kusoma neno, kutafakari na kuzidi kumng'ang'ania Mungu kwa bidii. Kwa mazingira magumu sio kutuangamiza, bali yanatufundisha.
yanatufanya kuwa bora zaidi mbele za Mungu na kutupeleka karibu na Mungu kabisa. Kwa hiyo mazingira magumu ambayo mtu anakuwa anapitia yanatufanya kuwa bora, hasa pale ambapo tunakuwa tumestahimili kwa ajili ya Mungu. Kwa tunakuwa bora zaidi. Kwa ombi langu kwako, usikate tamaa. Ni ombi langu kwako, usiweze kukata tamaa kabisa. Endelea kuomba na kumwamini Mungu. Subira na tumaini vitakufikisha kwenye ushindi. Kwa amini tu kwamba hapo unapopita unavuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa acha nikueleze kwamba mazingira unayoyapitia, hayo mazingira yako yanapita. Hayo mazingira unayoyaishi, hayo maisha ambayo unayaishi, hilo jambo ambalo unapita nalo ambalo kwako limekuwa ni changamoto ambayo wewe umekosa majibu, acha nikueleze kwamba Mungu anayo majibu kwenye hilo changamoto. Na hiyo changamoto kwa Mungu ni ndogo sana. Ni changamoto ambayo ni ndogo mno. Kwako ni gumu ndio, lakini kwa Mungu hiyo changamoto yako ni ndogo. Basi tuweze kwenda kuomba. Kama hujaokoka, utafuatisha kwanza maneno haya. Sema: Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Nimekutenda dhambi wewe peke yako. Ndio maana nimepungukiwa na utukufu wako. Bwana Yesu, nimekukubali leo uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Bwana Yesu, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, kazi zote za shetani zikakae mbali nami kuanzia leo na hata milele, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninakataa ushirika na shetani, ninakataa ushirika na shetani na kazi zake. Ninakataa kuanzia leo ninatangaza Yesu ni Bwana na ni Mwokozi wa maisha yangu. Amen. Hapo sasa umeokoka. Sasa tuanze sasa kuomba kwa ajili ya eneo la changamoto ambazo uko unapitia. Sema: Bwana Yesu, wewe ni Mungu. Bwana Yesu, wewe ni Mungu. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Bwana Yesu, ninakuita kwenye changamoto yangu ninayopitia. Bwana Yesu, ninakuita kwenye maisha yangu. Ninakuita kwenye biashara yangu. Ninakuita kwenye ndoa yangu. Ninakuita mahali ambapo nimekwama. Bwana Yesu nakuita. Bwana Yesu nakuita. Bwana Yesu nakuita. Bwana Yesu nakuita. Ana Yesu, ninakuita. Njoo kwangu nisaidie. Njoo kwangu nisaidie. Bwana Yesu, njoo kwangu. Bwana Yesu, njoo kwangu. Nimekukimbilia wewe ili nisiaibike milele. Bwana Yesu, Bwana Yesu nakukimbilia. Bwana Yesu nakukimbilia. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ukiweko uchawi, ukiweko uganga, yakiweko mapepo yaliyokamata maisha yangu, kwa damu ya Yesu, kuanzia leo yakaniachie ulimwengu wa roho, kwa jina la Yesu. Yaniachie roho za mapepo, roho za majini, roho za mizimu, zikaniachie kila pepo aliyekamata maisha yangu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nasema achia, nasema achia. Ewe changamoto, nasema ondoka, nasema achia. Ninaachia damu ya Yesu. Inaachia damu ya Yesu. Inaachia damu ya Yesu. Inaachia damu ya Yesu. Inaachia damu ya Yesu kwenye changamoto. Inaachia damu ya Yesu kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Naachilia moto. Naachilia moto. Naachilia moto. Natuma damu ya Yesu kwenye changamoto kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Hiyo changamoto ikamate moto. Ikamate moto kuanzia sasa. Ikamate moto
katika ulimwengu wa roho, ikamate moto, ikamate moto, ikamate moto kwa damu ya Yesu, ikamate moto kwa jina la Yesu, ikamate moto kwa damu ya Yesu. Ninapiga roho za giza, ninapiga roho za kuzimu, ninapiga kila roho ilizokamata maisha yangu, ulimwengu wa roho, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho za giza nasema achia, nasema achia, achia maisha yangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sasa naenda kukuombea. Kaa kwenye uwepo kabisa. Nguvu ya Mungu inakwenda kutembea mahali hapo. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti, asante Bwana kwa ajili ya mtu huyu ambaye Bwana yuko ananifuatilia kwenye mtandao. Kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti, na achilia nguvu ya Mungu juu yake, na achilia uwezo wa Mungu juu yake, na achilia mamlaka kiungu juu yake, na achilia uwezo wa kiungu juu yake katika jina la Yesu Nazareti. Inalika uwepo wa Bwana, inalika uwepo wa Bwana juu yake kwa damu ya Yesu Kristo. Nalika uwepo wa Bwana, nalika nguvu za kiungo, nalika nguvu za kiungo kwa jina la Yesu Nazareti. Hiyo changamoto ambayo anapitia, natuma damu ya Yesu kwenye hiyo changamoto, natuma damu ya Yesu kwenye changamoto. Ondoka, ondoka kwenye kazi yake, ondoka kwenye maisha yake, ondoka kwenye mwili wake. Nasema ondoka, nasema ondoka, nasema ondoka, nasema ondoka. Ewe changamoto, kwa jina lako ninakuondosha ulimwengu wa roho, ninakuondosha kwa damu ya Yesu Kristo. Natuma moto, natuma moto, natuma moto, natuma moto, natuma moto. Ninamfungua, ninamtoa hapo mara alipo, ninamfungua, ninamtoa hapo mara alipo kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ulimwengu wa roho, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Achia maisha yake, achia maisha yake, achia maisha yake, achia maisha yake, achia maisha yake. Ninayaita majira mapya, majira mapya kwenye maisha yake, nayaita majira mapya. Amlisha majira mapya, majira mapya, majira mapya, majira mapya, majira mapya. Namlisha ustawi tena, namlisha ustawi, namlisha ustawi juu yake, namlisha kwa jina la Yesu ustawi wa kiafya, ustawi wa kiafya kwa damu ya Yesu, afya ya mwili, afya ya kiuchumi kwa jina la Yesu Nazareti. Ninamlisha katika jina la Yesu. Damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila mahali ambapo amekwama, kwa jina la Yesu Nazareti, ninafyatua kila mitego, ninafyatua kila mitego katika ulimwengu wa roho, kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti, katika jina la Yesu. Ninaondosha, 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 ninaondosha kila silaha zilizowekwa ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu. Ninasimama sawa sana Isaya mlango wa 54 na ule mstari wa 17 kwa jina la Yesu Nazareti. Kila silaha itakayosimama, kila silaha ambayo itawekwa wala itaweza kusimama juu yake kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninasimama sawa sana, ninasimama na Hesabu mlango wa 23 na ule mstari wa 23 ambao unasema kwamba hakuna uchawi kwa Yakobo wala uganga kwa Israeli. Nami natangaza juu ya mtu huyu hakuna uchawi wala uganga kwa damu ya Yesu Kristo. Natangaza kuna uchawi, natangaza kuna uganga, natangaza kuna uchawi, natangaza kuna uganga, natangaza kwa damu ya Yesu, natangaza kwa jina la Yesu, natangaza kwa damu ya Yesu, natangaza kwa damu ya Yesu. Kila uchawi uliomkamata kwa jina la Yesu achia, toka achia, toka achia, toka achia, toka achia. Mapepo mliomkamata, majini mliomkamata, mizimu mliomkamata katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Achia, 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 achia. Mapepo achia, majini achia, uchawi achia, 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 achia. Haya mwache, haya mwache, haya mwache. Sasa hivi, sasa hivi, sasa hivi, sasa hivi. Toka achia, toka achia, toka achia, toka achia, toka achia. Achia maisha yake, achia, achia, achia. Nasema achia, nasema achia.
nasema achia kwa jina la Yesu. Ni moto, ni moto, ni moto, ni moto. Na kuteketeza kwa moto, teketea kwa moto, teketea, teketea, teketea sasa hivi. Nasema teketea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Teketea katika jina la Yesu, teketea kwa damu ya Yesu. Teketea, 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 teketea katika jina la Yesu, na kawe huru kuanzia sasa na milele. Hauna nafasi tena kwenye maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ndugu yangu msikilizaji, naomba uendelee tu kufuatilia clip zingine, lakini muhimu sana unarudia rudia hasa mafundisho haya na maombi ili iweze kukusaidiana. Endelea kuomba mara kwa mara, endelea kuomba. Matokeo yatatokea tu, usichoke kuomba, matokeo utayaona. Mungu akubariki, Mungu akubariki sana. Amen.